Africa. Kuna timu utacheza nazo kutoka ukanda mwingine na zenyewe pia ni timu imara, tofauti na kina Fountain Gate, tofauti na kina Namungo, ambayo kikosi ulichokuwa nacho, wachezaji uliokuwa nao wote wanaweza kucheza na wakaweza kufunga, kwa sababu ya levels ya timu pinzani wanayokutana nao, umakini ndani ya uwanja, uwajibikaji pia ndani ya uwanja, intensity, ndio vyote tunakuja kujumlisha humo kwamba maamuzi yao yanakuaje pale wanapokuwa na mpira, wanapokuwa hawana mpira, nini wanafanya. Petro atakuonyesha hicho kitu. Ndio maana unamwona coach Pantevu alianza na approach nzuri sana tu, na mwenyewe kwa anavyozungumza kwamba aliwasoma Petro mabeki wao wakati ni wakubwa sana, kwa maana mili mikubwa wakina Kinito. Sasa kwenye hii mechi, ili niweze kuwafanya hawa kuliko niwawekee mshambuliaji mmoja, atawafanya wale kuweza kudili naye huyo, wacha niende na force number 9 ambaye timu yangu ukisha kuwa na force number 9 maana yake wale watatu wote wa mbele wana rotate zaidi, wanacheza, hakuna mtu wa kusimama. Lakini bado pia utakuwa na mshambuliaji ambaye anayecheza kwenye eneo hilo, naye pia ni mzuri kwenye kutengeneza, sio kufunga tu, mzuri pia kwenye kutengeneza na kuifanya timu pia iweze kucheza. Alianza na Joshua Mutale Budwe, lakini kwa bahati mbaya kwamba ni mara chache sana kwenye matukio matano ambayo Budwe anaweza akawa kwenye eneo la mwisho la uwanja akawa na uhatari zaidi. Labda kwenye mechi ambazo zitakuwa na timu ambayo hawatokuwa na wachezaji wa aina ya Petro. Kwa dakika ambazo kaziona, aliona maybe game approach yake imekuwa ndivyo sivyo. Second half anakuja kufanya mabadiliko. Bado Simba walikuwa na nafasi ya kutengeneza nafasi na kuweza kupata matokeo. Kwa bahati mbaya tunazungumza yote kwa sababu Simba wameweza kupoteza mchezo, na ndio kitu cha msingi ilikuwa ni kuweza kushinda mechi. Lakini mwalimu kwa game approach yake na wachezaji waliokuwa nao, wachezaji washambuliaji watatu, ameona wote hawatoshi. Maana yake pia kuna tatizo pia.